Wazee wetu waliweka mpango mji mzuri na wakatengeneza viwanja vingi vya kuwapa nafasi vijana kucheza. Sasa mlio walisi wazee ndio mkauza mkabadilisha na matumizi kila eneo, mkaona inaweza kuwa fursa ya kuweka biashara, fursa ya kutengeneza nini, na mwisho siku mkaenda mpaka kwenye maeneo ya viwanja vya shule na penyewe mkapora. Unajua zamani hata shule, kila shule iko na uwanja wake kufanya nini, kwa michezo, ikafika hata uwanja wa shule ukapolwa na wenyewe. Kwa tumejikuta tunayo changamoto ya maeneo ambayo yanapaswa kuwepo wazi kwa ajili ya kutoa fursa ya vijana hata mtaani tu kufanya mazoezi yao na kushiriki. Ukienda kwenye nchi za watu wengine utakuta viwanja vingi vidogo vidogo vimejaa mitaani na watu wanapata fursa ya kufanya mazoezi. Lakini sasa mkakati wa wizara chini ya maelekezo ya Daktari Samia, kwanza tunaanza ujenzi wa shule za mfano 56 ambazo hizo kwa awamu ya kwanza tunakwenda kujenga shule 7, na shule hizi zitakuwa maalumu kwa ajili ya kukuza na kutengeneza fursa ya watoto wenye vipaji kuandaliwa katika umri mdogo ili waje wamiti vigezo na masharti yanayotakiwa kwenye kununuliwa au kusajiliwa na timu kubwa kubwa. Lakini jambo la pili, tumekaa na kuhamasisha, na sasa tuna mpango kama wizara tuanze pia na halmashauri 20 ambazo zitaweza kujenga viwanja na kujenga shule kwa ajili ya au center kwa ajili ya kukuza vipaji vya watoto wetu walioko kwenye maeneo yao. Kwa mfano mathalan, tuko hapa Temeke ndio walikotoka wakina Samata, lakini kwa nini halmashauri ya Temeke isiwe na shule yake ya awali ya kulea na kukuza vipaji vya watoto wa wilaya ya Temeke, ili kesho na kesho kutwa nao wanunuzi wa Azamu wanavyotafuta kusajili watu kama Yanga, Simba, Namungo, Singida kule Ihefu, waje wanunue vijana wanaotoka katika wilaya yetu ya Temeke. Kwa ziko halmashauri ambazo tunataka tukae nazo na kuomba zione umuhimu wa kuwekeza kwenye hizi center za kutrain watoto, na kwa kwanza nataka tuanze na 20, na bahati nzuri tuko kwa mwanzo wa maandalizi ya bajeti. Tuna imani wataweza. Kwa mfano kwangu kule jimboni kwangu Arusha, kama tunajengewa uwanja wa mabilioni na sisi wenyewe jiji la Arusha tunajenga uwanja mwingine, manake ni jambo sahihi kabisa kuanza kuwa na shule au hizi center kwa ajili ya kutrain watu. Kwa mpango mwingine wa pili huo, ndoto ya Daktari Samia anaanza na shule 56, lakini sisi tunataka tushuke tuje. Lakini la tatu, tunaangalia namna ya kukaa meza moja na wizara yetu ya fedha kuona namna gani tunaweza kuishawishi kuweka vivutio vya kuwafanya private sector waweze kujenga center za watoto kwa ajili ya kwa training, kwa sababu pia jambo hili sio la mtu mmoja tu. Mpira pia ni biashara. Ukiachilia mbali halmashauri, ukiachilia mbali uwekezaji ambao Daktari Samia anataka kufanya kwenye shule 56, lakini pia tunafikiri namna gani tunaweza kupitia upya sheria na kanuni zetu ili kutengeneza mazingira bora ya kuwashawishi watu binafsi wawekeze kwenye upande wa michezo. Nyinyi mnafahamu pale Morogoro pale, sijawahi kutembelea, lakini Morogoro imekuwa moja ya sehemu inayotoa wachezaji wengi, na yule mtu wa Morogoro ni miongoni mwa watu ambao wanatakiwa kuangaliwa na kupewa incentive ili aendelee kutengeneza hizo fursa nyingi zaidi. The same applies kwa kule Manyara, mtu mpaka anajenga na uwanja wake anatengeneza. Ukienda kule Mwanza kuna watu. Kwa hiyo tunataka tuongeze idadi, na mimi nitumie fursa hii kuwaomba wapenzi wote wa michezo ambao wanataka kuwekeza kwenye center za training kwa ajili ya vijana, waje wizarani tukae tuone mambo gani yanakwamisha hizo ndoto walizokuwa nazo, alafu na sisi kama serikali tufanye nini ili kwa pamoja tuweze kuchochea hii sekta ya mpira wetu wa miguu na sekta ya michezo mingine. Sasa nafikiri mzee wangu utakuwa umepata picha ya kwamba tunatamani kwenda
tukianza na hizi shule zetu 56 ambazo Daktari Samia tayari ameshatoa maelekezo, na hivi tunavyoongea tayari wameshatangaza tenda kwa ajili ya wakandarasi kujitokeza kwa ajili ya kujenga, lakini pia kuhamasisha halmashauri ziweze kufanya hivyo, lakini mwisho kuangalia namna bora ya engage private sector, wawepo watu ambao wanamiliki shule zao za michezo tu. Sambamba na hilo, tunaangalia pia maboresho ya mifumo. Tumefanya kikao kikubwa sana na taasisi zetu, ikiwa idara ya michezo pamoja na chuo chetu cha Malia, kuangalia pia mapungufu tulionayo katika upande wa marefa, upande wa makocha na walimu wa michezo. Kuna gap kubwa sana, nafikiri namba ni zaidi ya watu 10,000 ambao wanahitajika sokoni, na uwezo wetu wa kuzalisha kama chuo wataalamu hauwezi kumiti hivyo vigezo. Inaweza kuchukua zaidi ya miaka hata 5 mpaka 7 tuweze kufikia hatua ya kuwa na walimu wa kutosha, kwa sababu usiongelee tu kuwa na shule alafu pia huna mtaalamu wa kufundisha. Hivi vitu vyote vinaenda simultaneously, lazima viende pamoja. Kwa hiyo moja, kwenye hilo eneo tumeweka mkakati kama wizara, na chuo chetu cha Malia kinakamilisha utaratibu wa kurasimisha mpango kazi utakaohusu wizara yetu ya elimu na wizara yetu ya TAMISEMI na wizara yetu ya michezo. Na mtakumbuka Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wakati ananiapisha ali-emphasize kwenye upande wa kushirikiana na TAMISEMI ili tuanze kutengeneza vipaji wakiwa katika umri mdogo. Kwa hiyo kazi inafanyika na tuna uhakika ndani ya wiki hii andiko litakuwa limekamilika na hizi wizara zetu mbili na kupelekwa kwa makatibu wakuu, na hatimaye tuweke kurasimisha utaratibu sasa wa kuanza kutrain makocha